Karibu katika simulizi zetu hapa Stenic Production. Mimi ni storyteller wako Steven Machumu. Twende sawa. Mrembo wa kijiji. Katika kijiji cha Mngalisho kilichoko pembezoni mwa mji wa Moshi, aliishi binti mmoja mrembo aliyekuwa kivutio kwa kila mwanaume aliyepita. Jina lake halisi lilikuwa Alichekwa, lakini watu wengi walimuita Shani wa Mngalisho kwa sababu ya urembo wake wa kipekee na mwendo wake wa kupendeza kama malkia wa kifalme. Ngozi yake nyeupe ya kupendeza ya asili na macho makubwa ya mviringo na nywele nene za asili zilimfanya aonekane kama mhusika wa hadithi za vitabu vya kale. Kwa urembo huo, Alichekwa alijikuta akivuta hisia za vijana wengi wa kijiji na hata miji ya jirani waliokuja tu kumuona, lakini hakumjali yeyote. Alikuwa mbishi, mwenye maringo na alitamka wazi wazi kuwa hataki kuolewa na maskini, mchunga mbuzi wala mkulima. Alitamani mwanaume mwenye pesa, magari na mavazi ya kisasa. Urembo wangu sio kuharibiwa na mtu mwenye suruali zenye viraka, alijisemea siku moja huku akipita mbele ya kundi la vijana waliokuwa wakisimama shambani. Aliendelea kumkataa kila mwanaume aliyemwendea kwa mapenzi, lakini alicheka nao. Wengine aliwadhihaki hadharani. Baba yake mzee Kazimoto alimkanya sana, "Mwanangu, usimdharau yeyote. Dunia hujui kesho, si leo. Mungu akitaka atakufundisha kwa njia ya ajabu sana mwanangu." Alimuonya mara kwa mara, lakini Alichekwa hakuwa mtu wa kusikia ushauri. Katika kijiji hiko pia aliishi kijana mmoja aliyekuwa maarufu kwa jina la Kashinde. Kijana huyu alikuwa anafahamika kama kichaa wa kijiji. Alitembea bila viatu, mavazi yake yakiwa chakavu, na mara nyingi alikuwa akizungumza na miti au kucheka peke yake. Watoto walimkimbia wakisema kwa kucheka, "Mchizi amekuja, mchizi anakuja." Lakini kuna jambo la kushangaza. Kashinde hakuwahi kuombaomba kama machizi wengine, wala kuwahi kumzuru mtu. Aliishi kama mtu wa amani, akilala karibu na shamba la miwa. Siku moja alisimama sokoni, akaelekeza mkono wake kwa Alichekwa aliyekuwa akinunua matunda. Kwa sauti kubwa akasema, "Wewe mwanamke wangu mtarajiwa, karibu na unakuwa wangu sasa." Kijiji kizima kilicheka sana. Alichekwa alikasirika na kumrushia embe la kutupa akisema, "Unajilinganisha na mimi? Mimi ni mrembo wa mji, wewe usijifanishe kabisa na mimi, kichaa mkubwa wa shambani. Hebu toka hapa." Watu waliendelea kumdhihaki Kashinde. Wengine walimchora kwenye ukuta wa shule kama kichekesho, lakini yeye aliendelea kutamka siku zote, "Siku moja nitamuoa, atakuja tu kwa miguu yake mwenyewe akiwa amevaa vazi jeupe la ndoa." Miaka 2 ilipita. Mabadiliko yalianza kuonekana. Mvua ilikosekana, mavuno yalipungua na hali ya kiuchumi ilizorota. Familia ya Alichekwa ilianza kuishi kwa tabu. Baba yake alipata maradhi ya kupooza na alishindwa kufanya kazi tena. Alichekwa akaanza kuuza viazi na vitumbua sokoni ili kusaidia familia yao. Siku moja alipokuwa sokoni, gari ya aina ya Land Cruiser nyeusi iliwasili kijijini kwa kasi. Lilisimama mbele ya duka la kijiji na mtu mmoja mwenye sauti kali akashuka kutoka ndani ya gari hilo. Alizungumza Kiingereza na Kiswahili kwa lafudhi ya watu wa mjini. Alitaka kununua shamba kubwa kwa ajili ya mradi wa kilimo. Muda si mrefu, gari lingine lilimfuata na ndani yake alikuwemo mwanaume aliyekuwa na uso wa kufanana sana na yule Kashinde wa zamani, lakini sasa alikuwa amevaa suti nyeusi ya bei ghali, saa ya dhahabu na viatu vya Kiitaliano. Alishuka akasogea taratibu, watu wakimtazama kwa mshangao. "Kashinde?" Watu waliulizana, lakini yeye alitabasamu na kusema kwa sauti ya utulivu, "Jina langu halisi ni Elikana Kashinde Junior, mtoto wa bilionea Elikana
Sawa Arusha, nilitumwa kijijini kwenu kujifunza maisha ya kweli ili nijue utu wa watu bila mali. Kijiji kizima kilishtuka. Wale waliomdhihaki walijificha, waliomfanyia mzaha walijutia. Alichekwa aliposikia habari hizo, aliduaa, alikumbuka kila dhihaka aliyomrushia. Aliwaza maisha yake yaliyogeuka kuwa umaskini. Hapo hapo aliamua kwenda kuomba msamaha. Alivaa kitenge chake bora, akapuliza manukato aliyobakiwa nayo na kwenda kwenye hoteli ya kijiji aliyofikia Elikana. Akaomba kuonana naye. Samahani kwa aliyopita, nilikuwa mchanga na sijui thamani ya binadamu, alisema kwa sauti ya unyonge. Elikana alimtazama, akatabasamu na kusema, nilikwambia kuwa nitakuoa, sio kwa sababu ya dharau zako, bali kwa sababu niliamini kwamba kila mtu ana nafasi ya kubadilika. Siku 2 baadaye, habari zilienea kuwa Elikana alikuwa ameomba rasmi kumwoa Alichekwa. Ndoa ilipangwa haraka, na kwa mshangao Alichekwa alivaa gauni jeupe na kwenda kanisani kwa miguu, akiongozwa na wanawake wa kijiji waliomcheka zamani. Ndoa hiyo ilikuwa kubwa kuliko zote zilizowahi kushuhudiwa katika kijiji cha Mng'arisho. Wageni wengi kutoka Arusha, Nairobi na Dar es Salaam walikuja kuhudhuria harusi hiyo. Alichekwa alifunguliwa duka kubwa mjini. Baba yake alipelekwa kutibiwa India na kijiji kikapata shule mpya ya sekondari iliyojengwa kwa msaada wa Elikana. Katika hotuba ya Elikana kwenye harusi yake alisema, usimdharau yeyote duniani. Mtu wa leo si mtu wa kesho. Urembo wa sura upita, lakini urembo wa tabia ubaki. Alichekwa alilia, machozi ya furaha na aibu. Aliamua kuwa balozi wa wanawake waliowahi kukosea maamuzi, na alianza kutoa elimu ya kujitambua na kujithamini. Mwisho, simulizi hii imebeba mafunzo ya kiburi, dharau na thamani ya utu. Mtu wa leo anaweza kuwa mavumbi, lakini kesho akavikwa mavazi ya kifalme. Tafadhali, asante sana kwa kuwa nasi mpaka sasa. Usisahau kusubscribe, like, share na kuacha komenti yako. Tutapita nayo wakati ujao. Hastenic Production, hard work and dedication. Ulikuwa nami Steven Machumu. Karibu jiunge nasi tuwe wote, usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi. Hastenic Production.